Hello, habari, karibu tena katika channel yetu ya JW Sabo Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Na leo tutaongelea swala la PID. Wengi wamekuwa wakituuliza PID ni nini? Wengine wakituuliza chanzo cha PID, PID inasababishwa na nini? Lakini pia tukiendelea kupata maswali kaza wa kaza kwamba dalili, lakini pia na madhara yake ya PID ni yapi? Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Na nikukumbushe kwamba PID ni jina la Kiingereza ambalo linasimama kama pelvic inflammatory disease, Kiswahili tukiita maambukizi kwenye via vya uzazi. Sasa kati ya changamoto ambayo ni maambukizi kwenye via vya uzazi moja kwa moja ni hili changamoto ya PID. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ni maambukizi kwenye via vya uzazi, na kama tunavyofahamu kwamba via vya uzazi vina organi ambazo zinahusikana kwenye uzazi, ambayo mojawapo ni ovary, ambapo ovary huwa tunasema ni kiwandani, ni sehemu ambapo mayai huwa yanazalishwa. Lakini sehemu ya pili ni kwenye fallopian tube, ambayo tunaita ni mirija ya falopia, ambayo yai likishazalishwa kule kiwandani kwenye ovary huwa linapita kwenye mirija ya falopia, lakini kuja kwenye mji wa mimba ambayo tunasema ni uterus. Kwa hiyo hizo ni organi ni muhimu sana ambazo zinahusikana kwenye uzazi. Kwa hiyo tukikwambia kwamba una maambukizi kwenye uzazi, basi jua una maambukizi kwenye hizo organi ambazo zinahusikana kwenye uzazi. Na ikitokea kwenye organi kwenye hizo za uzazi ina shida, kwa kweli kubeba mimba kwako inakuwa ni changamoto kabisa, na huenda usibebe mimba kabisa, au kibeba zinatoka na ukawa mgumba moja kwa moja. Mwenye video ambazo zimepita tumeongelea kwamba PID inakuwaje inasababisha ugumba. Tumeelezea vizuri kabisa kiundani. Kwa ufahamu basi utaweza kufuatilia. Lakini pia tumeweza kuelezea kiundani kabisa kwamba tiba asili za kutumia kutibu PID, ikiwemo tiba ambayo imekuwa sasa hivi mashuhuri inaitwa Chaidada. Ni dawa kwa ajili ya changamoto ya PID na kusafisha kizazi, kusafisha mirija na ovary moja kwa moja. Lakini hiyo sio somo letu. Somo letu tunaongelea na PID inasababishwa na nini. Mara nyingi tujue kwamba PID haya magonjwa kwenye via vya uzazi huwa yanasababishwa, kitu cha kwanza inasababishwa na gonorea, mara nyingi na bakteria wanaosababisha gonorea na chlamydia. Mara nyingi hao bakteria wanaingia kupitia hayo magonjwa. Lakini sababu nyingine au chanzo kingine basi tunasema ni matumizi ya vifaa vya IUD. Vifaa vya IUD ni kwamba IUD huwa vifaa vinavyotumika kuwekea vifaa vya njia za uzazi wa mpango za kisasa. Kwa hiyo vikitokea vile vifaa visiwe sawa au visiwe safi, vina changamoto, basi vinaweza vikapelekea PID. Lakini pia vifaa vinavyotumika wakati wa kuzalisha au wakati wa kutoa mimba, basi hivyo vifaa vikitokea visiwe safi, inaweza kapelekea PID. Ndio maana tunaitamani sana hivyo vifaa viwe safi. Lakini kushiriki ngono isiyo salama, ndio maana tunapendelea pia tunakwambia tumia condom. Kwa nini? Ni kwa sababu itaweza kupunguza madhara kama ikiwepo PID na vitu vingine. Kwa hiyo tumia kinga, lakini pia wenye tumia kinga basi jitahidi kupunguza idadi ya wapenzi ambao mnashiriki mara kwa mara tendo la ndoa. Lakini mwisho ni kwamba historia ya PID. Kuna watu wana historia ya PID, wamewahi kugua na PID huko nyuma. Kwa hiyo pia ukiwa na historia ya kuwa na PID, basi changamoto ya PID inaweza ikawa kwako mara kwa mara. Hizi ni vyanzo au chanzo au sababu zinazopelekea PID. Kwenye comment tuambie, je, unadhani kinachopelekea PID kwako ni changamoto gani, au ni kitu gani kimekuwa ni chanzo cha PID kwako? Tunasema sharing is caring. Unavyoshare na sisi tutaweza kuelimishana, tutaweza kuelimika. Na tunasema namna nzuri ya kutibu tatizo, namna moja bora sana ya kutibu tatizo ni kulifahamu tatizo kiundani. Ukishalifahamu basi unajua
unalitatua vipi. Lakini tuende kwenye dalili moja kwa moja za PID. PID imekuwa na dalili zipi? Kwanza, PID inakuwa na dalili ya kwanza, maumivu makali ya nyonga. Kwa nini maumivu makali ya nyonga? Kwa sababu PID inapelekea vile viungo vya uzazi kuweza kushikamana, ascension. Kwa hiyo ikitokea vile viungo vya uzazi vikashikamana, basi itakupatia maumivu makali ya nyonga ya muda mrefu na yasiyopona. Ndio maana pia changamoto za maumivu ya nyonga zimekuwa kwa kina mama zidi ya kina baba. Kwa sababu ya changamoto gani? Changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo kama unapata maumivu makali, ndugu yangu, weza kujichunguza moja kwa moja ili kufahamu kama kweli kuna changamoto hiyo au la. Lakini kupata uchafu kutoka ukeni, uchafu mzito ambao unakuwa na harufu kama shombo ya samaki na unafanana maziwa ya mgando au mtindi. Ndugu yangu, hii nazidi kukusitiza kabisa ili uweze kufahamu. Ukiona yanatoka uchafu kwenye uke ambao unakuwa na harufu mbaya kama misiri pia, lakini kama maziwa ya mtindi, basi tambua kwamba hiyo, ndugu yangu, ni PID. Ni dalili mojawapo kubwa ya PID ambayo imekuwa ikiathiri viungo vyako vya uzazi. Lakini pia kupata maumivu chini ya kitovu na kitovu kuvuta. Wengi wamekuwa wakipata hiyo dalili ya kitovu kuvuta na wajui changamoto ipi inayopelekea hiyo tatizo. Ndugu yangu, hiyo huenda ni PID. Utatakiwa kuchunguza kufahamu. Lakini pia maumivu wakati wa kukojoa, unapata maumivu makali sana na wakati wa kukojoa, ni changamoto ya PID. Lakini pia dalili nyingine ni kushindwa kubeba ujauzito na mimba kutungwa nje ya kizazi na mimba pia kutoka. Hizo ni changamoto tatu tofauti. Inaweza kapea kushindwa kubeba ujauzito, kupelekea ugumba, mimba kutungwa nje ya kizazi au mimba zinatoka. Kila unapobeba mimba zinatoka. Kuna watu wamekuwa kila wakibeba mimba zimekuwa zikiharibika na kutoka, na wengi hawajui changamoto gani. Kama una changamoto ya PID, pigia mstari. Hiyo ni changamoto kwa sababu inaleta shida kwenye via vya uzazi. Ni kwa nini inaleta changamoto kwenye via vya uzazi? Kwa sababu kwanza inaathiri ubora wa mayai yanayozalishwa, inavuruga mji wa mimba moja kwa moja. Lakini dalili nyingine ni mimba kutungwa nje ya kizazi. Mimba inatungwa nje ya kizazi, kitokea ile PID imevuruga ule mfuko wa kizazi ambao tunaita uterus, ni kwamba basi kuna nafasi kubwa ya mimba kutungwa nje ya kizazi moja kwa moja. Lakini kupata hedhi ambayo inakuwa ni nzito, nyeusi, inafanana na tope tope. Yaani hedhi nzito nyeusi inafanana na tope tope, na pengine huenda hedhi hiyo ikatereza. Kwenye video ambazo zimepita tumeweza kuelezea aina ya hedhi na maana yake. Damu unayoiona kwenye siku zako ina maana gani? Tumeweza kuielezea. Kama hujafuatilia na kama hujaona hiyo video, basi hakikisha unafuatilia ili uweze kuona na kuelewa kiundani huwa inakuwaje. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili za PID, lakini mwishoni tunaangalia madhara ya PID ni nini. Madhara ya PID ni nini? Madhara ya PID kwanza ni kuugumba moja kwa moja, tumeelezea vizuri kwenye video ambazo zimepita. Lakini mimba kuweza kutoka, mimba kuharibika. Watu ambao wanapata changamoto ya mimba kuharibika, basi huenda wana PID. Lakini pia mimba kutungwa nje ya kizazi, mimba kutungwa nje ya kizazi, kupata maumivu ya nyonga, kupata maumivu pia makali ya tumbo na chini ya kitovu. Unapopata maumivu makali ya tumbo na chini ya kitovu, ni dalili mojawapo ambazo zinaonesha kwamba ni madhara ya kwamba una changamoto ya PID. Lakini pia kushindwa kujiamini. Ndugu yangu, muda wote wewe umevaa nguo nzito ili ule uchafu usitoke. Imagine kwamba hiyo ni changamoto kubwa sana. Yaani unashindwa pia kujiamini. Mtu akiwa amesimama unahisi labda uchafu utatoka, na ukishatoka, ndugu yangu, utakosa kujiamini. Lakini pia changamoto ya PID imekuwa ikiharibu mahusiano. Mtu anapoona ule uchafu, mara nyingi anapotoa ule kukuta kuna uchafu, kuna namna ambavyo anajihisi vizuri. Kama wewe mwenyewe ambaye unashindwa kujihisi vizuri, hata yeye anashindwa kujihisi
vizuri moja kwa moja. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya madhara, lakini pia kwenye video ambazo zimepita tumeelezea tiba asili za kutumia kuondokana na changamoto ya PID bila kutumia bila kuchomwa sindano ambazo wengi imekuwa wakichomwa, lakini tatizo likibaki pale pale. Nikumbushe, kama una changamoto ya PID, umetumia dawa nyingi na umeshindwa, basi kuna dawa inayoitwa Chydada. Hii dawa imekuwa maarufu na imekuwa bora ikisaidia watu kuondokana maumivu ya nyonga, kuweza kurekebisha homoni zako, kuweza kusafisha kizazi, lakini pia kusafisha mirija ya uzazi, na kwa wale ambao hawapevushi mayai, basi ili mayai yao yaweze kupevushwa, na pia kuondoa maumivu makali ya tumbo wakati wa siku zao, lakini maumivu ambayo yanatokea kabla ya siku zao. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.